wala ng'ombe wake wa chochote alicho nacho. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumngamie Mungu dhambi zetu. Tutatumia ungamo namba 1. Chako cha rehema nitazama, magoti napiga pale, nisamehewe. Yesu, Yesu, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Mungu Mwenyezi, Baba rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Nimeukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani na hata milele. Lakini nazijutia dhambi zangu na kutubu kweli, na kusihi kwa rehema yako iliyokuu unihurumie na kunisifua mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Ee Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Mungu Mwenyezi na mwenye rehema, kwa neema alimtoa mwana wake wa pekee akufie msalabani, na kwa ajili yake Kristo Mungu amekusamehe dhambi zako zote, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kushangilia msamaha wa dhambi, tutaimba antifona na Zaburi, kurasa ule wa 290. Mungu Bwana nanyi. Siku ya Bwana ya pili baada ya Utatu. Neno kuu, Yesu ni mlango wa kuingia mbinguni. Aya siku inasema, njooni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitapumzisha. Na tuombe. Mungu uliye mlinzi wa wote wa kuaminio, pasipo wewe hakuna nguvu, hakuna utakatifu. Utuzidishie rehema zako, ili sisi tunaomfuata Kristo mtawala na kiongozi wetu tusishike mambo yasiyodumu, bali tufuate furaha ya uzima wa milele kwa yeye Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 2, mstari ni ule wa 1 mpaka wa 7. Kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatazama mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Yesu Kristo. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Sikeni tena neno la Mungu kama ilivyoandikwa katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 7
mstari ni ule wa 21 hata ule wa 23. Mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Na hili ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Basi tukii pamoja imani ya Kristo na tuunge sisi na Kristo wote ulimwenguni, imani yetu ya mitume, tukisema: na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na muamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu kufufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko watakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikukumbushe matoleo ya siku ya leo kama ambavyo tulitangaziwa siku ya Jumapili. Jumapili tulitangaza matoleo matatu, lakini tutakuwa na matoleo manne. Toleo la kwanza ni shukrani zetu zote, ikiwepo fungu la 10 na malimbuko, sadaka za siri na nadhiri, shukrani ya pekee, shukrani ya kuzaliwa kwa wale wote waliozaliwa mwezi wa 6, na tutakuwa na shukrani ya wiki. Lakini niwakumbushe kwamba hizi bahasha za shukrani mbalimbali zote ziko pale nje. Hata wale mliozaliwa mwezi wa 6, bahasha ziko pale nje, bahasha za shukrani ya kuzaliwa. Toleo la pili itakuwa ni bahasha zetu zote, ahadi, jengo na utumishi dayosisi. Na toleo la tatu itakuwa ni toleo la imarisha jimbo, na toleo la 4 itakuwa ni faraja. Tunayo misiba mingi sana ambao ndugu zetu wameondokewa na wapendwa wao, hatujaweza kufika kwenda kuwapa pole. Kwa hiyo katika ibada hii tutatoa toleo la faraja ambalo litakuwa ndilo toleo la 4. Kwa hiyo Wakristo, niombe tuzingatie. Na wewe ambaye pengine hujaweza kuchukua bahasha yako ya ahadi, basi nikukumbushe, kwa maana Wakristo wengi hatutumii bahasha. Idadi ya Wakristo wanaoingia nyumbani mwa Bwana inakuwa kubwa, lakini wanaotumia bahasha wanakuwa ni wachache. Na ukizingatia watu wengi unakuwa umewaona ndani ya ibada, lakini ukienda kwenye masanduku ya bahasha unakuta bahasha za Wakristo nyingi ziko pale, na hawa watu walikuwa wameabudu. Kwa leo nikukumbushe, tumia bahasha yako. Hata kama hauna sadaka ya kutosheleza kuweka bahasha zote, weka kwenye kadi moja, tumia bahasha yako. Kilinganisha sasa tumeugawa mwaka huu, ni mwezi wa 6. Kwa hiyo ni kuombe kabisa, jitahidi kutumia bahasha yako. 50 maji yako ya akiba.
litakalotuongoza kwa shukrani ni Zaburi ya 50 mstari wa 14 hadi wa 15. Zaburi ya 50 mstari wa 14 hadi wa 15. Neno la Mungu linasema, tolee Mungu dhabihu za shukrani, timizie aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Tuombe. Mungu mtakatifu, Mungu mwenye uweza wote, Mungu muumbaji wetu, wewe ambaye ni mwanzo tena ni mwisho, tuko mbele zako asubuhi ya leo, watoto wako. Tunakutukuza, tunalimidi jina lako, na tuko hapa tumekusanyika kwa ajili ya kushangilia ukuu wako na uweza wako. Lakini Mungu, tumekuja mbele zako kwa mioyo ya shukrani, na ndani ya mioyo ya shukrani tumeambatanisha na sadaka mbalimbali ambazo tumeleta kukutolea. Mungu, usitupite na usinyamaze na wala usitupe kisogo. Tunaomba ukatege sikio lako, ukatusikie na ukafumbue macho yako, ukatutazame na ukakunjue mikono yako, ukapokee kile ambacho watoto wako tumekuletea kwa ajili ya kukutolea. Ninawasogeza mbele zako watoto wako ambao wamekuja wakikumbuka nadhiri walizokuwekea. Lakini yuko mwingine amekuwa na jambo lake ambalo analileta kwenye madhabahu yako, ni jambo ambalo ni la siri kwake, lakini Mungu ameona ni vyema aje madhabahuni pako kukushukuru. Na huyo ambaye aliweka nadhiri amekuja mbele zako kwa ajili ya kuiondoa nadhiri yake, na mwingine anasogea madhabahuni pako kuweka nadhiri kwa sababu ya jambo alilo nalo, maana anatambua akija kwako ndiwe mwenye majibu yote, na wewe ndiwe mwenye baraka, na wewe ndiwe uonaye sirini. Hakuna mwanadamu anayeweza kujua moyo wa mwanadamu mwenzake, ila wewe Mungu unaifahamu mioyo yetu. Hakuna hata wazo tunaloweza kuliwaza katika mioyo yetu usiweze kujua. Ndio maana tunakuja kwako, sababu ndiwe uliyetuumba na ndio unaofahamu moyo sawa sawa na mapenzi yako. Hivyo Mungu, ninakushuka achilie hizo baraka kwa watoto wako hawa Bwana, na ukawajibu na ukawakumbuke sawa sawa na mapenzi yako. Lakini wako wanaokuja mbele zako kukushukuru, wamekuja wakiwa na fungu la 10 na malimbuko. Mungu, umesema fungu la 10 ni ulinzi, na wewe umesema ya kwamba yeye anayekutolea fungu la 10 unamkemea yule adui anayekula. Hivyo Mungu, ninakusihi kupitia fungu la 10 watoto wako wanalokuletea madhabahuni pako, Mungu ukaachilie uwigo katikati yao, ukatengeneze fensi ambayo adui hawezi kupita, kuanzia kwenye mili yao, kwenye uchumi wao, kwenye uzao wao, na kwenye nafasi zao za kazi, kwenye biashara zao, kwenye maongeo ya mifugo yao. Mungu, usiwaache kwa lolote, ukawabariki, ukawazidishe na kuwaongeza sawasawa na mapenzi yako. Mungu, ukawajaze hizo baraka zitokazo kwako, ukafungue madirisha yako, ukawamiminie hizo baraka, na wala isiwepo nafasi ya kutosha katika nyumba zao, waweze kupanua na ghala zao sababu ya wingi wa baraka unaouachilia kutoka kwa watoto wako, Bwana. Lakini Mungu, tazama, wako ambao wanakuja kukushukuru kwa shukrani ya pekee kwa jinsi ambavyo Mungu, yako mambo mengi makubwa uliofanya, nao wameona upekee wa namna ya ajabu jinsi ulivyofanya. Mungu, kupitia hiyo sadaka ya pekee ambayo mtoto wako anapokuja kukutolea, Mungu ukamjibu, ukamfanikishe, na kupitia shukrani Mungu ukamtukuze na kumuongeza sawasawa na mapenzi yako, ukampe kupanua mahali pa hema zake Bwana. Hiyo shukrani ya pekee ikafanya hatua za mtoto wako huyu kuimarika, na mahali ambako pengine alikuwa hajapata kibali sawasawa, hii sadaka ya pekee
ikaachilie kibali kwa kila mmoja, Mungu wa mbingu na nchi. Milango yako ikawe wazi na watoto wako wakapate kupokea baraka sawasawa na mapenzi yako. Lakini wako ambao wanakumbuka siku yao ya kuzaliwa, wanakumbuka mwezi wao wa kuzaliwa, wamekuja kukushukuru kwa sababu wewe umesema, wewe usipoulinda mji yeye aulindaye afanya kazi bure. Mungu, ninakusihi ukawakumbuke watoto wako kupitia shukrani wanazokutolea. Mungu, ukawazidishe, ukawaongezee miaka, ukawape heri siku zote za maisha yao Bwana, na mwisho wakaurithi uzima wa milele. Mungu wa mbingu na nchi, usiwaache magonjwa yastajo kwao, wala chochote kilicho kinyume na mapenzi yako kisiinuke kwao. Bwana, ukawape kustawi, kukua na kuongezeka sawasawa na mapenzi yako. Lakini tazama, wengine wanakuja kukushukuru mikononi mwao, wanao shukrani ya wiki, wanakuja kukushukuru kwa ajili ya matendo makuu uliyoyatenda. Mungu wa mbingu na nchi, wanatambua ya kwamba hata katika magumu wewe upo, hata katika hatari wewe upo, hata katika misiba wewe upo, hata wanapopata hasara wewe upo, kwa sababu wewe ni Mungu ndio unayetufundisha kupata faida. Mungu, ndio maana wanakuja kwako kukushukuru. Baba, ninakusihi ukapokee shukrani za watoto wako, ukapokee hizo shukrani, na unapopokea hizo shukrani Baba, zinapokaa kwenye madhabahu yako, zisinyamaze, zikaendelee kunena, lakini ukawe ni mwanzo wa wiki nyingine, wiki yenye baraka, wakamiliki na kubarikiwa sawasawa na mapenzi yako. Ukawanyeshee mvua ya neema ili wakastawi na kuongezeka Bwana, wakafanane na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao jani lake halinyauki, unazaa majira yote. Bwana, ndivyo Mungu ukawainue na kuwapandisha watoto wako. Lakini Bwana, tazama, wako ambao wamekuja mbele zako, wana sadaka ya ahadi, sadaka ya jengo, na sadaka ya utumishi dayosisi, na sadaka ya utumishi nadhiri Bwana, ambao tumekuwekea kwa mwaka ambao tulipatana ndani ya miezi 6. Mungu, ninakusihi ukapate kuangalia watoto wako, maana hizi fomu zimeambatana na nafsi za watoto wako. Bwana, nao umesema ya kwamba mahali ambako sadaka ya mtoto wako ipo ndipo ulipo na moyo wake. Mungu, nenda ukajifunue kwa watoto wako hawa. Bwana, hata yuko ambaye Bwana pengine anaona, mbona niliweka nadhiri kwamba mwezi wa 6 nitakuwa nimekamilisha, lakini bado pengine anaona njia yake imefunga. Huu ukawe ni mwanzo wa yeye kuweza kubarikiwa. Roho Mtakatifu ukatende kazi pamoja naye anapoondoka hata kuingia kwenye majukumu yake. Mungu, ukambariki. Mwingine pengine wako watu ambao wameshikilia mali zake hawajaziachia. Bwana Mungu, akapate kulipwa zile fedha zake. Mungu, ukapate kujifunua hata kwa habari ya yule ambaye haki yake inapotoshwa. Baba, ukajifunue, ukatende sawasawa na mapenzi yako. Mungu wa neema, ukampe kibali na ukampe kuvuka ile mipaka ambayo alikuwa amewekewa. Ninaivunja katika jina la Yesu, maana ile mipaka ilikuwa inaweka zuio. Ninafungua hiyo mipaka, na mtoto wako Bwana akapate kuvuka na kumiliki sawasawa na mapenzi yako. Lakini watakutolea sadaka ya imarisha jimbo pamoja na faraja. Mungu, ukawabariki, ukawainue, usiwaache Bwana, sawasawa na mapenzi yako. Na watoto wako Mungu wakapate kustawi na kuongezeka, na wasisikie kupungukiwa, bali wakaone maongezeko siku zao zote. Bwana, wakaone maongezeko kwenye kazi zao, wakaone maongezeko kwenye uzao, wakaone maongezeko Bwana, maana kupitia uzao ukawainue na kukuza majina ya watoto wako hawa Bwana, kupitia lango la elimu na kupitia lango la ajira. Mungu, ukawakumbuke watoto wako, ukawakumbuke kwenye lango la afya Bwana, ukawastawishe sawasawa na mapenzi yako. Hata yule ambaye alikuwa anasikia udhaifu Baba, kwa sababu ameisogelea madhabahu yako, Mungu ukaachilie uzima, ukaachilie uponyaji, ukafinyange hiyo mifupa, ukaumbia mwili wake afya na kupona sawasawa na mapenzi yako. Na anapotoka mahali hapa Bwana, ayashuhudie matendo yako makuu na ya ajabu. Baba, pokea shukurani zetu, na tunaamini Mungu umesikia kuomba kwetu. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kaeni washarika.
Bwana Yesu asifiwe. Niwaalike wale wote wenye shukurani ya fungu la 10 na malimbuko, karibuni hapa mbele mpokee baraka. Wale wenye shukurani ya fungu la 10 na malimbuko, praise, karibu. Tenda makuu ni wewe, unayeruhusu ni wewe, tena maajabu ni wewe. Shukrani pokea Bwana, tenda makuu ni wewe, unayeruhusu ni wewe, tena maajabu ni wewe. Shukrani pokea Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Na baraka hizi nawatakieni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni mumshukuru Mungu wenu kwa furaha. Tena makuu ni wewe, unayeruhusu ni wewe, tena maajabu ni wewe. Shukrani pokea Bwana. Asante, praise. Niwaalike wale wote wenye sadaka za nadhiri na siri, karibuni. Sadaka za siri na nadhiri, karibuni. Tenda makuu ni wewe, unayeruhusu ni wewe, tena maajabu maajabu ni wewe. Shukrani pokea Bwana, tena makuu ni wewe, tena makuu ni wewe, unayeruhusu ni wewe, tena maajabu ni wewe. Shukrani pokea Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na azikumbuke na nadhiri zako zote. Amen. Karibuni mumtolee Mungu wenu kwa furaha. Asante, asante Mungu, asante sana kwa kunifundisha kuwa hodari wa vita. Asante. Ni wakaribishe wale wote mnaomshukuru Mungu kwa shukurani ya pekee. Wale wote mliojiandaa kwa shukurani ya pekee, karibuni. Asante, Asante, asante Mungu, ninakushukuru asante sana kwa kunifundisha kunifundisha kuwa hodari wa vita. asante, Asante, asante Mungu, asante sana kwa kunikumbusha kunikumbusha kuwa hodari wa vita. Ninyi mnaokuja mbele za Mungu kwa ajili ya shukrani ya pekee, pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni sasa mumshukuru Mungu wenu kwa furaha. sema asante, Asante Mungu, ninakushukuru asante sana kwa kunifundisha kunifundisha kuwa hodari
Niwaalike wale wote mliozaliwa mwezi wa sita, karibuni mpokee baraka. Wale wote mliozaliwa mwezi wa sita, niwaalike hapa mbele, karibuni. Praise, tuwaimbie wimbo wao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao wakaa hautatikisika milele. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni mumtolee Mungu wenu kwa furaha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Niwaalike wale wote mnaomshukuru Mungu kwa shukrani ya wiki. Wale wote mnaomshukuru Mungu kwa shukrani ya wiki, karibuni hapa mbele. Naamini kila mtu anayo sababu ya kumshukuru Mungu, ukiwemo uzima ambao ametupatia siku ya leo. Karibuni. Asante, asante Mungu, asante sana kwa kunifundisha kuwa hodari wa vita. Sema asante, Asante, asante Mungu, asante sana umenifundisha kwa kunifundisha kuwa hodari wa vita. asante, Asante, asante Mungu, asante sana kwa kunikumbusha kuwa duniani mimi napita. Shukuru kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni sasa mumtolee Mungu kwa furaha na mkayatangaze matendo yake makuu. Sema asante, Asante, asante Mungu, asante, asante sana kwa kunikumbusha kuwa hodari wa vita. Sema asante, Asante, asante Mungu, ninakushukuru asante sana umenikumbusha kwa kunikumbusha kuwa duniani mimi napita. asante, Asante, na, na, asante Mungu, asante, asante sana kwa umenifundisha kunifundisha kuwa hodari wa vita. Amen. Mungu awabariki sana. Praise, niombe mpumzike kidogo, niwalete kwaya ya imani, wakati sisi sote tunasogea ambao hatukufika madhabahuni kumshukuru Mungu. Lakini mara baada ya shukrani ya wiki tutatoa basha zetu zote. Kwa hiyo tukimaliza shukrani ya wiki
kwaya imani mtakuwa mnaendelea kuimba tumishi dayosisi. Sisi watoto wake tukitoa matoleo kwa Mungu kwa moyo wa kupenda. Yeye Mungu ni mwaminifu, atatulinda sisi watoto wake. Yeye Mungu ni mwaminifu, atakulinda kwenye kazi zako. Yeye Mungu ni mwaminifu, atakulinda kwenye maisha yako. Yeye Mungu ni mwaminifu, atailinda hata afya yako. Yeye Mungu ni mwaminifu, atakulinda usiku na mchana. Bwana, twaja mbele zako tukiwa na moyo wa shukrani. Umetulinda na kutulisha, Bwana, Bwana. Bwana, twaja mbele zako tukiwa na moyo wa shukrani. Umetulinda na kutulisha, Bwana, Bwana. Pokea matoleo yetu, Bwana, kwa moyo wa upendo. Pokea matoleo yetu, tunatoa vyote ulivyotupa. Pokea matoleo yetu, Bwana, kwa moyo wa upendo. Pokea matoleo yetu, tunatoa vyote ulivyotupa. Mikono yetu twainua kwa unyenyekevu na moyo wa ibada, na roho zetu za kusifu na kukutukuza kwa matoleo haya. Mikono yetu twainua kwa unyenyekevu na moyo wa ibada, na roho zetu za kusifu na kukutukuza kwa matoleo haya. Mikono yetu twainua kwa unyenyekevu na moyo wa ibada, na roho zetu za kusifu na kukutukuza kwa matoleo haya. Mikono yetu twainua kwa unyenyekevu na moyo wa ibada, na roho zetu za kusifu na kukutukuza kwa matoleo haya. Tuweke hazina zetu kwa Mungu, maana huko hakuna mtu wa kuharibu. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wako. Tuweke hazina zetu kwa Mungu, maana huko hakuna mtu wa kuharibu. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wako.
tukiwa na moyo wa shukrani. Umetulinda na kutulisha, e Bwana, e Bwana, e Bwana, twaja mbele zako tukiwa na moyo wa shukrani. Umetulinda na kutulisha, e Bwana, e Bwana. Pokea matoleo yetu, e Bwana, kwa moyo wa upendo. Pokea matoleo yetu, tunatoa vyote ulivyotupa. Pokea matoleo yetu, e Bwana, kwa moyo wa upendo. Pokea matoleo yetu, tunatoa vyote ulivyotupa. Tuimbe haleluya, tuimbe haleluya. Bwana, pokea matoleo haya kwa furaha, kwa furaha. Tuimbe haleluya, tuimbe haleluya. Bwana, pokea matoleo haya kwa furaha, kwa furaha. Sasa nataka nione watu wenye sababu ya kumsifu Mungu asubuhi ya leo wakipiga makofi mengi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Piga makofi mengi. Haya hayatoshi. Piga makofi mengi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Maana anastahili sifa ya kwetu asubuhi ya leo. Amen. Music. Tunaenda namna hii. Sababu ya kukusifu wewe Yahweh, nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. Mimi nina sababu tele, nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. Baba, nina sababu tele, nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. tena nina sababu, nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. Yesu, nina sababu tele, nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. Now we dance, we dance, we dance. 1, 2, 3. Matendo yako ni sababu ya kukusifu wewe Bwana. Matendo yako, uaminifu wako ni sababu ya kukusifu wewe Bwana. Yale umetenda ni makuu sana, yale umefanya ni makuu sana. Nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. nina sababu tena, nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. nina sababu, nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. Baba, nimeleta
mwanaume kama Yesu. Humu duniani mimi nimepita, sijaona mwanaume kama Yesu. Alizaliwa kwa tabu yeye, walitaka kuua kabisa, hawakujua kuwa yeye ni Mungu. Walidhani ni mtu wa kawaida. Vita vyake nani atashinda? Hakuna, kweli hakuna. Aliye kama Yesu kweli hakuna. Hakuna, kweli hakuna. aliye mwanaume kama Yesu. hakuna Kweli hakuna. aliye kama Yesu kweli hakuna. Kweli hakuna. aliye Mwanaume kama Yesu. hakuna Kweli hakuna. aliye kama Yesu kweli hakuna. hakuna Kweli hakuna. aliye mwanaume kama Yesu. wapi shangwe kwa Yesu. Ayu Anayu Atu let we go. Ay let we go. Ay let we go. Aliwa baraka wa upendo ni Yesu we. 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 Hakuna kama 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 Yesu we. Aliwa baraka wa upendo ni 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 Yesu we. Hakuna kama 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 1 2 3 4. Look at you. Look at you. Look at you. Look at you. Yes. 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 Jesus. 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 Aliwa baraka wa upendo ni Yesu we. Shout to the Lord. Hallelujah. Ongeza shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Praise, msiondoke hapo, naomba sasa mwalete watoto wa shule ya Jumapili. Karibuni, pokee baraka, muende kwenye darasa lenu. Praise, tuwalete sasa watoto. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Wasukuma Waimbe na kumsifu Bwana. Wachaga Waimbe na kumsifu Bwana. Waimbe na kumsifu Bwana. Hallelujah. Waimbe na kumsifu
nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Na wahaya waimbe na kumsifu Bwana, na wachaga waimbe na kumsifu Bwana, wazarama waimbe na kumsifu Bwana, sisi sote waimbe na kumsifu Bwana. Haleluya. Amen. Mungu awabariki. Praise. Bwana Yesu asifiwe watoto. Bwana Yesu asifiwe watoto. Amen. Unaogopa nini sasa? Wangapi wana mistari? Ni mmoja tu eti. Karibu tuhubirie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Etnes Dastan, naenda kusoma Zaburi ya 90. Nayo nasema Bwana umekuwa makao yetu. Amen. Amen. Kanisa, tuwaombee watoto hawa tukiongozwa na mtheolojia. Tamka neno kwa ajili ya hawa watoto hata na wengine walioko nyumbani. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya zawadi ya uzao uliotupatia katika kanisa lako. Tumeona wema wako na uaminifu wako katikati ya matendo haya makuu. Lakini pia sio kwamba tumekuja sisi wenyewe tu, bali tumekuja na watoto wetu na vyote ulivyotubariki kwavyo. Bwana Yesu, tunawaombea watoto hawa katika makuzi yao ya neno lako, katika makuzi yao wanapokuwa shuleni na katika malezi wanapokuwa nyumbani. Lakini pia wanapokwenda kujifunza neno lako pamoja na walimu wao. Tunawaombea watoto hawa baraka, amani na utulivu na afya njema. Bwana Yesu, tunawaombea watoto hawa wakinge dhidi ya yule movu, roho za uharibifu zote, roho ambazo zinaleta changamoto kwa watoto. Wakati mwingine wanapoenda shuleni, roho ya ujinga inakaa ndani mwao. Bwana Yesu, tunaikataa hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Ewe adui, sikia, watoto hawa wamekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Wanalindwa na Yesu, huna kibali cha kuleta uharibifu wowote ndani yao. Bwana Yesu, kila aina ya maudhui mabaya ambayo watoto hawa wanakutana nayo ukawakinge, wala yasikae katika fahamu zao, bali neno lako likawajae kwa wingi. Ukawalinde, uwasaidie na walimu wao. Wanapowafundisha uwape hekima, uwape upendo, lakini uwape maarifa zaidi. Wape utulivu wanapojifunza neno lako, ili likae kwa wingi ndani mwao. Walinde na wazazi wao na uwabariki Bwana. Wasaidie wanapowafundisha watoto hawa, ili watoto hawa wasikuache wewe siku zote za maisha yao. Bwana, usikie kuomba kwetu pamoja na watoto hawa. Amen. Watoto, pokeeni baraka ya Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Nendeni mkajifunze kwa furaha. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. 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 Ni Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Taomba sasa tena praise, mtatuongoza wimbo namba 295, wimbo ambao ndio unatupeleka kwenye tafakari ya neno la Mungu. Kwa hiyo imba huu wimbo ukitafakari matendo makuu ya Mungu. Wimbo unasema Mungu amenihurumia. Kwa hiyo imba ukitafakari ukuu wa Mungu mpaka umefika hapo ujue ni huruma za nani? Ni huruma za Mungu.
Praise, karibu mtuongoze na washauri. Katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa majira mengine tena ambayo Bwana unakutana nasi kupitia neno lako. Tupe tena kibali hiki Mungu uliye hai, tulione neno lako kama uzima katika maisha yetu. Kwa sababu neno lako ni uzima, ni afya, ni ngao ya kutuvusha katika madaraja tofauti tofauti ya maisha. Bwana, watoto wako sasa wako mbele zako kwa unyenyekevu, kukusikia wewe peke yako. Mtume Roho wako Mtakatifu akae nasi katika maandiko haya. Mtume Roho Mtakatifu atupe uvumilivu wa kusikia neno lako na kulitambua na kulitendea kazi.
Karibu Roho wa Bwana nasi utuwezeshe, lakini sio hivyo tu, jitukuze katikati ya maisha yetu ili nasi tukutukuze wewe. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Karibuni tukae. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya huruma na neema zake alizotupatia wakati huu wa asubuhi tena kulitaja jina la Bwana. Na mimi huwa naona ukipata nafasi ya kumwambia Mungu jambo asubuhi ni upekee wake kabisa, kwa sababu asubuhi ni mpya na huruma zake Mungu ni mpya, na kila kitu, fahamu wako, maisha yako, kila kitu unachokianza katika siku yako ni kipya kabisa. Kwa hiyo wewe uliyepata nafasi katika ibada hii ya kwanza, Mungu akubariki sana na neema ya Mungu ikae juu yako. Neno la Mungu kutoka Kumbukumbu la Torati 16 mstari ule wa 17. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 17 nasema, kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Na kama una Biblia nataka tusome pamoja mstari huu. Wewe ambaye umepata Kumbukumbu la Torati 16 mstari ule wa 17, tutatakiwa tusome kwa pamoja sasa hivi. Kama umepata tusome wote katika jina la Yesu. Kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Amen. Wapendwa kanisa la Bwana, tunajua leo tunaongozwa na kichwa kinachosema Yesu ni mlango wa kuingia mbinguni. Lakini katika ratiba yetu ya usharika, juma hili tunaanza juma la mafundisho pamoja na kuadhimisha siku kuu ya mavuno. Na tayari siku ya jana tumekwisha kuanza kujifunza na kupokea sikukuu zetu za mavuno hizo katika jumuiya zetu. Kwa hiyo katika Jumapili hizi kadhaa utasikia habari kuhusiana na utoaji zaidi kwenye upande wa mavuno. Somo nililisoma nimelipa kichwa kinachosema mtolee Mungu kwa kadiri ya baraka zake kwako. Katika maisha yetu ya kila siku na kila mwaka tangu tunapozaliwa tunasikia habari za sikukuu ya mavuno. Na sikukuu ya mavuno hatuisikii tu kuanzia leo. Ni jambo ambalo limefanywa kwa karne nyingi na lilianza kufanywa katika vizazi vya kwanza kabisa. Kianza kusoma katika Agano lile la Kale, utaona jinsi ambavyo watu walijihudhurisha mbele za Mungu wakimtolea Mungu mavuno yao. Na ilikuwa ni sherehe kubwa, na ilikuwa inafanywa baada ya siku 50, na ikawa ni sherehe ambayo ilibeba shuhuda, ilibeba mambo makuu ambayo Mungu amewatendea. Na sherehe mojawapo ambako ilifanyika, ukisoma Kutoka 2:15 mstari wa 2 na kuendelea, ni mojawapo ya sherehe kubwa ambazo zilifanywa zikasababisha Miriam na ndugu zake kutunga ule wimbo. Pamoja na hapo walimtolea Mungu shukrani yenye ushuhuda mkubwa katika maisha yao. Na katika msimu huu, jana niliwaambia jumuiya fulani tulipokuwa huku, nikawaambia kwamba ni msimu wa kutazama nyuma ulikotoka, ulikoanzia au ulipohitimisha mavuno ya mwaka jana. Sasa kuanzia hapo unaanza kutafakari na kujitathmini umefanya nini na ni nguvu ipi iliyokuwa imeambatana na wewe. Na nikawaambia hivi, kutazama nyuma na kujitathmini sio kosa, bali ni njia ya kujiweka imara zaidi kwa ajili ya hatua inayofuata. Kwa hiyo tunapokuja kumtolea Mungu mavuno katika mwaka huu, ni njia mojawapo ya kujitathmini na kujijenga imara zaidi, ukitambua ya kwamba Mungu ndiye aliyefanya hayo yote katika maisha yako ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa la Mungu, tutajifunza hivyo na tutatembea katika hali hii.
Lakini ukisoma Zaburi ya 103 mstari wa 2, anasema nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Kwa nini nafsi inaelekezwa imhimidi Bwana? Na anasema usisahau fadhili za Bwana katika maisha yako. Wako watu wengi ambao wamekuwa na hulka ya kusahau matendo ya Mungu katika maisha yao, na hii pengine inapelekea kwa sababu Bwana anavyotenda na kujidhihirisha kwenye maisha yao, furaha inapozidi wanasahau kwamba aliyetenda ni Bwana katika maisha yao. Lakini hizi fadhili za Bwana ni zipi? Ni rehema zake katika maisha yetu ya kila siku, ni upendo wake usio na kikomo. Tena upendo wake ni ule wa agape. Anasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo upendo wa Mungu umeungamanishwa pamoja na uzima. Ndio maana nasema upendo wake unapofunuliwa kwetu, tunapokea uzima na baraka zake katikati ya huo upendo wa Mungu. Lakini uvumilivu wa Mungu katika maisha yetu ndizo fadhili za Bwana. Bwana anatuvumilia. Wakati mwingine hatustahili chochote, lakini kupitia hayo yote tumepokea afya njema, tumepokea familia zenye afya na furaha, tumepokea kazi zinazotupatia kipato cha siku, lakini tumepokea pumzi ya uhai, na neema yake Mungu inaendelea kufunuliwa kila siku katika maisha yetu. Lakini pamoja na hayo, unatakiwa ujiulize, je, haya yote ni mimi nimeyafanya au ni Mungu ameyafanya kwenye maisha yangu? Wewe jibu utakuwa nalo wewe mwenyewe. Kama wewe ndiye ulijipatia afya njema, familia bora na vitu vingine kama hivyo, utachagua ni Bwana aliyetenda au ni wewe uliyetenda katika maisha yako. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18 anasema hivi: bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili afanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Yeye Mungu ambaye amekupa haya yote niliyoyatamka kwenye fadhili zake, ndiye ambaye anajidhihirisha tena katika Kumbukumbu la Torati 8:18. Yeye ambaye anakupa utajiri, nguvu za kupata utajiri. Kuna watu wengi wamekuwa wakidanganywa, wanaambia pokea kitu fulani, pokea kitu fulani. Hapana. Mungu anatutegemeza kwa kutuimarisha katika nguvu zetu, ili tuende tukafanye tupate utajiri, ili tuende tukapate chakula cha siku, ili tuende tukapate yale yote tunayoyahitaji. Kwa hiyo hayo yote yamefungamanishwa kwenye zile fadhili za Bwana tunazozisema. Ndiyo maana leo hii katika mlango ule wa 16 mstari wa 7 anasema kila mtu na atoe kwa kadri ya baraka za Bwana. Baraka za Bwana kwenye maisha yako. Na hizi baraka za Bwana unaweza ukaziangalia kwa njia tofauti tofauti. Tunapokuja kumtolea Mungu mavuno kwa mwaka mzima, je, ulilima tu? Haukwenda mahali pengine? Haukufanya kitu kingine chochote ambacho kilikuletea matunda, ambacho hayo matunda yake yanastahili yafike kwa Mungu? Je, haukufuga? Je, haukwenda ofisini? Hayo yote ni mambo ya kupima na kujitafakari zaidi, ili uweze kutembea katika fadhili za Bwana. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tujifunze, Mungu anatazama moyo na wala si kiasi chochote ulicho nacho. Mungu hapimi kiasi cha utoaji wa sadaka yoyote ile kwa macho ya kibinadamu kama tunavyopima sisi. Niliwaambia hata jana pale jumuiya ya upendo, Mungu haangalii kiasi. Ukitaka kujua kwa nini haangalii kiasi, utasoma habari za yule mama mjane na maskini aliyekuwa wanatembelea sanduku la agano kwa ajili ya kumtolea Bwana. Akatoa senti 2 yote aliyokuwa nayo katika maisha yake. Lakini Yesu anasema aliwaona matajiri wakijihudhurisha mbele ya sanduku lile la hazina, wakitoa vile vilivyozidi. Sasa Mungu hataki hivyo vitu, hataki kutazama hivyo. Anataka kutazama moyo wenye sifa, wenye shukrani, wenye kuonyesha matendo ya makuu ya Mungu aliyotenda kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, Mungu anatazama moyo. Tusitazame bahasha tulizonazo.
Tusitazame kile tunachoshika mkononi. Tanguliza moyo wako kwa Bwana. Mungu aseme na moyo wako kwanza. Akuumbe na kukufinyanga vizuri ili unapokuja kumtolea, umtolee kwa ukamilifu wake. Wakati mwingine hatujui na wala hatuwezi kutoa ipasavyo. Ni kweli. Hatujui wala hatuna wakati mwingine. Lakini tunaposogea mbele za Mungu, wakati mwingine tunasoma kwenye Biblia, Mungu hahitaji kitu kutoka kwetu. Yeye anachokihitaji kutoka kwetu ni mioyo yenye shukrani, mioyo yenye uaminifu na mioyo yenye wimbo wa sifa wa kumwimbia Mungu. Katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7 anasema, mwanadamu huangalia sura ya nje, bali Bwana huangalia moyo unaotenda kazi. Bwana anadili na moyo tu. Ndio pale tuliposema, anasema nafsi yangu muhimidi Bwana. Kwa nini asiseme mwili wangu muhimidi Bwana? Kwa sababu kwenye nafsi ndipo ambapo Mungu anafanya mahusiano yako wewe na yeye. Mungu haangaiki na hili mwili la nje tunaloliona. Anahangaika na utu wako wa ndani ambao ndio unasikia sauti yake na kuifanyia kazi. Tambua kuwa kidogo kwa moyo safi mbele za Mungu ni shukrani kubwa na yenye baraka. Kinyume chake ni kwamba kikubwa bila shukrani ni bure mbele za Mungu, kama tulivyoona wale matajiri waliojihudhurisha mbele ya sanduku la agano. Walifika na kile kilichozidi kikubwa, wakafikiri Yesu atawasifia, lakini badala yake ilikuwa ni tofauti kabisa. Anatazama sadaka yake, anatazama maisha yake. Lakini katika historia pia tunaona Mama Teresa wa Calcutta. Huyu mama alizaliwa kule Uhindini, lakini akaenda Ulaya kwa ajili ya kazi. Alikuwa ni mkuu wa shule ya sekondari ya kanisa Katoliki. Yule mama aliacha ukuu wake, aliacha fedha nyingi alizokuwa anapokea. Akasema, mimi nitakwenda kuwafariji watu waliolala barabarani, waliotelekezwa, waliotupwa. Unajua kule bara Hindi kuna changamoto kubwa wakati mwingine kipindi hicho cha hali ya umaskini iliyopitiliza. Akaacha vyote, akaenda kuomba, akaenda kuwasaidia, akaenda kusimama imara. Kwa hiyo lile unalolifanya katika msimu huu wa mavuno, ukisoma kwenye Malaki 3:10, leteni zaka kamili nyuani mwao ili kiwemo chakula cha kutosha. Kwa nini chakula cha kutosha? Kuna mjane, kuna mhitaji, kuna mgeni, kuna wale Walawi wanaosimama madhabahuni pa Mungu kila siku. Hao nao watunzwe na kulelewa. Sio hivyo tu, madhabahu ya Bwana ipendeze. Sio hivyo tu, hekalu la Bwana lipendeze, lifanane zaidi kuliko pale tunapoishi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, usilinganishe baraka zako na za watu wengine. Kwa nini nasema hivyo? Wagalatia 6 mstari wa 4 anasema, lakini kila mtu na aipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Pale utakapojilinganisha na kujipima uwezo wako na nafsi yako na kazi yako uliyoifanya, jisifu wewe mwenyewe. Usijilinganishe au ukaenda kujisifia sawasawa na watu wengine. Usipime baraka zako kupitia baraka za watu wengine. Wewe ni wewe na wao ni wao. Wewe ndiwe uliyeitwa kwa jina lako katika ubatizo mtakatifu. Wewe ndiwe ambaye uliyebarikiwa na Mungu, sio wao. Usijifananishe. Tena wakati mwingine usijifananishe na watu wa mataifa, wale ambao wako nje na kusudi la Bwana. Pima uaminifu wa Mungu katika maisha yako ya kila siku. Na nitakwambia uaminifu wa Mungu ni upi katika maisha yako. Jambo la kwanza, uaminifu wa Mungu ni kutimiza ahadi zake kwetu. Ukisoma Hesabu 23 mstari wa 19, anasema Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Uaminifu wake na ahadi yake katika maisha yetu inatimia siku zote. Akisema usiogope, nitakuwa pamoja nawe na nitakushika kwa mkono wangu wa kuume, ni kweli na hakika, na ndivyo ilivyo ahadi ya Bwana. Lakini Mungu habadiliki, hiyo ni ahadi yake. Katika Malaki 3:6 anasema, mimi ni Bwana sibadiliki. Na sifa yake siku zote ndio hiyo, habadiliki katika maisha yetu, na ndiyo sifa yake ya uungu ilivyo siku zote. Lakini pia
fadhili, uaminifu wa Bwana ni kwamba Mungu hakuachi wala hakutelekezi, kama ilivyoandikwa katika Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 6. Hata kuacha wala hata kupungukia. Wewe uwe tu mwaminifu na kutambua uaminifu wa Mungu katika maisha yako. Jambo la tatu, Mungu amekubariki ili uwabariki wengine. Unapokuja kumtolea Mungu shukrani ya mavuno kwa mwaka mzima, baraka hizo si za kufichwa bali ni za kushirikishwa. Katika Mithali 11 mstari wa 25 anasema, mtu mkarimu atabarikiwa. Anatamkwa pale mtu mkarimu, yule anayetoa vile alivyobarikiwa na Mungu kwa moyo. Yeye huyo, neno la Bwana limetoa, ni ahadi, atabarikiwa. Hebu mwambie mwenzako utabarikiwa. Na baraka hizi ukisoma Kumbukumbu la Torati 28 zimeorodheshwa pale. Utabarikiwa shambani, utabarikiwa katika kapu lako la unga, utabarikiwa katika biashara utakazofanya, kila mahali utakapokwenda utabarikiwa. Alafu anasema utabarikiwa utokapo na uingiapo. Hayo yote yako na ni ahadi ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Tambua kuwa baraka zako ni daraja la kuwasaidia na kuwainua wengine. Wahitaji tuliopewa na Mungu, sadaka zako ziko hapo kuwa kama daraja. Wayatambue matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Watambue ya kwamba Mungu amegusa watu wengine, na sisi kuna wakati utafika Mungu atatugusa, kwa sababu ahadi ya Mungu huwa haiachi kwenda kwa mtu. Ni muda tu kidogo unacheleweshwa kupima imani, lakini bado ahadi yake iko pale pale. Katika kitabu kile cha Marko 12:41 mpaka 44 tuliona ule mfano Yesu aliposema kwamba mama mjane na maskini aliyetoa vyote alivyokuwa navyo kwa moyo. Wengine walitoa vile ambavyo vimezidi, lakini mama huyu alitoa kwa uaminifu kile alichokuwa nacho. Mungu anaonyesha wazi kuwa hapimi kiasi chochote cha utoaji wa mavuno. Alafu haangalii mwanadamu anafanya nini. Sifa yake ni kwamba ukiamua kusema kwamba ninamshukuru Bwana, yeye Mungu yuko tayari kupokea. Sasa nitawaambia kisa kimoja ambacho kuna usharika mmoja niliutembelea Dayosisi ya Kaskazini. Mchungaji huyu alikaa kwenye ule usharika muda mrefu sana, na ulikuwa umekaribia wakati wa mavuno. Wakapatana kama familia, kama tunavyofanya sasa hivi. Tunakaa baba, mama na watoto, kila mmoja anasema mbele zake, mimi ninawiwa kumtolea Mungu kitu fulani, ninawiwa kumtolea Mungu kitu fulani. Kila mmoja kwa kadri ya kazi yake aliyoifanya. Tumeshasikia kwenye neno la Mungu, pima kazi yako uliyoifanya, ipime. Sasa hii familia walipima. Mama akatoa wazo, akasema hivi, baba, mimi na wazo hili, ng'ombe wetu akizaa, walikuwa na ng'ombe mmoja wa maziwa. Huyo ndama atakayezaliwa awe ni dume au ni jike, tunampeleka kama sadaka yetu ya mavuno. Baba akakubali na watoto wakafurahia sana. Wakati ulipofika, watu wakaanza kufundishwa mavuno kama tunavyofundisha sasa hivi kuzungumza. Yule ng'ombe kweli akazaa mtamba mzuri sana, na yule ng'ombe alipendeza sana kupita mama yake. Na ilipokaribia baba anamkumbusha mama amesahau lile alilolisema. Akasema, hapana, ngoja tusubiri atakapozaa mara ya pili ndipo tupeleke. Wameshasahau kwamba walimwahidi nini? Walimwahidi nani? Walimwahidi Mungu. Baba akasema, lile tulilolipatana na tuliliombea, siwezi kukiuka hilo. Ilipofika siku asubuhi na mapema, baba akamchukua mtoto wake wa kiume, wakamchukua yule mtamba wakampeleka kanisani. Walipompeleka kanisani, mama alikasirika sana. Akasema, wala hiyo ibada siwezi kusali, moyo wangu hauna furaha tena. Lakini baba akasema, tutasimama hapo hapo. Na kipindi hicho walikuwa na binti yao, alikuwa ameandikiwa referral kwenda kujifungua kwa upasuaji, alikuwa kule KCMC. Na mama akasema, sasa mimi siendi, naenda kumwangalia fulani hospitalini kule. Mama akiwa hapo nyumbani,
Kule ibada imeshaanza, watu wameshaanza kwenda kwa majina, wanapelekwa, wanabarikiwa. Mama akashangaa, kuna ng'ombe anakuja akikimbia sana. Eneo lile lilikuwa la chini kule, ni eneo la chini Boma Ng'ombe kule, inaitwa Magadini kule. Una upepo mwingi wakati mwingine. Sasa yule ng'ombe anakuja kwa kukimbia sana, anatimua vumbi. Lile vumbi la magari unajua jepesi, ukipita tu lazima utajua kuna kitu kinakuja. Ndio akasema, huyu ng'ombe si alipelekwa kanisani? Lakini hapana, mbona huyu kama vile ana mimba na yule wa kwetu hana mimba, tumempeleka kanisani? Akaenda akaingia ndani, akakaa pale pale kwenye ile nafasi alipoondolewa yule aliyepelekwa kanisani. Kule kanisani mnada ukafanyika, na hakuna sadaka iliyouzwa fedha nyingi kama yule ng'ombe aliyepelekwa. Na wakiwa pale pale, mama anapokea simu kwamba binti yako amejifungua muda sio mrefu kwa njia ya kawaida, hata pasuliwa tena. Akabaki tu anashangaa nini kimetokea. Baba anarudi nyumbani, wanamkuta ng'ombe anayefanana na yule, lakini huyu yuko vipi? Wakatafuta uongozi wa serikali za mitaa, wakatangaza pale. Walitangaza muda mrefu. Mwenyekiti wa serikali za mitaa akamwambia yule baba, huyu ni Mungu amekupa zawadi, wala usiogope, mtunze. Sasa katika kumtunza, ndio hapo mama anarudi, anakumbuka kwamba nilimwahidi Mungu alafu nikafanya shingo yangu kuwa ngumu. Akaanza kusema, Mungu nisamee. Baada ya kukaa yule ng'ombe akaanza kuzaa watoto wawili, mpaka kipindi naenda kusali kwenye ule usharika, yule ng'ombe bado anazaga watoto wawili tu, anazaga watoto wawili. Yule mama akasema, basi watakaozaliwa tena wengine tutawapeleka kwa Mungu na nitakuwa mwaminifu. Kwa hiyo unapomtolea Mungu kulingana na vile ulivyopatana na kuipima nafsi yako, usibadilishe. Hiyo ndio baraka ya Mungu imefungamanishwa hapo, huwezi kujua nini kitafanyika. Sasa mama huyu anasogea, anaeleza kanisa, anatoa ushuhuda wa maisha yake kwamba mimi nilikuwa mjeuri kumtolea Mungu kwa kupitia mume wangu na watoto. Sadaka ile ilifanya mapinduzi makubwa ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo katika kumtolea Mungu kwa uaminifu, kuna baraka zake na shuhuda zake za wazi wazi zitakazoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, mtolee Mungu kwa uaminifu. Jambo la mwisho, sikukuu ya mavuno ni siku ya shukrani kwa Mungu wako. Kama ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 13 hadi ule wa 15. Sio siku ya kuja mbele za Mungu kumwahidi, bali ni siku ya kuja mbele za Mungu kumweleza na kutangaza matendo makuu ya Mungu katika maisha yako. Zaburi ya 107 mstari wa 1 anasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na kama fadhili za Bwana ni za milele kwenye maisha yako, kila mmoja wetu ana sababu ya kumshukuru Mungu kwa kile alichomtendea kwa mwaka mzima. Kuna wale rafiki zangu wana tabia ya kusema, mimi sina kitu, mimi sijabarikiwa chochote, lakini bado Mungu amekupa afya njema, lakini bado Mungu amekupa nguvu, lakini bado Mungu amekupa utashi wa kuweza kutunza watoto. Kwa nini inapofika wakati wa kuja mbele za Mungu unasema mimi sina kitu? Kwa hiyo tuondoke tukajitathmini tena, tukajichunguze na kujipeleleza vizuri, pole pole, kwa umakini, na umwambie Roho Mtakatifu, nifundishe na unionyeshe namna sahihi ya kwenda kumtolea Mungu. Shukrani ya mavuno ni ibada yenye sifa kubwa mbele za Mungu. Inaonyesha jinsi ambavyo Mungu alikuwa mwaminifu katika ahadi zake. Leo hii mtolee Mungu kwa moyo. Toa kwa furaha, toa kwa shukrani, kwa sababu Mungu anampenda yeye atoae kwa moyo wa furaha. Wimbo namba 276, fungu lile la kwanza. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Baba
Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa kusema nasi kwa njia ya neno lako. Umetufundisha kwa upole, lakini umegusa mioyo yetu na kutafakari upya njia sahihi za kutolea kwa moyo wa furaha na uaminifu. Lisaidie kanisa lako na ulitunze, Bwana Mungu. Tuonye na utufundishe tena. Mungu, kemea roho ya ulafi, roho ya uchoyo ndani mwetu, ili tuweze kuyatangaza matendo yako makuu katika maisha yetu. Msaidie baba huyu, msaidie mama huyu, lakini pia msaidie kijana huyu, ili anaposogea mbele zako asogee mbele zako kwa machozi ya furaha, akionyesha matendo yako makuu na uaminifu wako katika maisha yetu ya kila siku. Tusaidie Baba, kwa akili zetu hatuwezi, kwa utashi wetu hatuwezi, tutajisifu sisi wenyewe ikawa ni si kitu mbele zako. Tusaidie tujisifu mbele zako, tukisema na kutenda yale yatupasayo kutenda. Tupe mioyo yenye furaha, tupe mioyo yenye uaminifu, lakini tupe mioyo yenye shuhuda kamili mbele zako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neno la Mungu takata lililo Basi tupokee ujumbe huu kwa mazito matatu. Mungu akubariki sana mtheolojia kwa ujumbe mzuri. Basi wakati huu tunapoenda kutoa matoleo mawili yaliyobaki, toleo la imarisha jimbo, niombe tuongeze nguvu kwenye toleo la imarisha jimbo, kwa sababu tunayo makisio ambayo tumewekewa. Tusipofikia makisio, wachungaji watakapokaa wataanza kuhojiwa, lakini pia tutakuwa na deni. Kwa hiyo tujitahidi, na mara baada ya toleo hilo la imarisha jimbo tutatoa toleo la faraja. Kama nilivyosema kwamba wako watu wengi sana waliofiwa na ndugu zao, bado hatujafika kwenda kuwapa faraja. Kwa hiyo tutatoa hilo, litakuwa ni toleo la mwisho, na tutakuwa tukiimba wimbo namba 345, wimbo namba 345. Praise, karibu mtuongoze. Kindege bahari, milima ya mimea ya mwituni, vyakula vya shamba, kwa mchana joto kali, baridi usiku, vitu vyote vyema vyatoka kwake tu. Kwa hiyo tumsifuni, tumshukuru Mungu. Ndiye aongozaye mzunguko wa jua, ni chimbuko la mwezi, mwendo wa dunia. Tuombe. Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi. Kwa hiyo tutakusihi yapokee matoleo ya watu wako katika upendo wako, uyatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na pote duniani.
kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini? Nitakipokea kikombe cha wokovu. E Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako. Kushukuru. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote. Imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, uipe neema, ituongoze katika mema yote. Nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali, kipekee na wasogeza watoto wako, Mchungaji Ernest Ambalangu, Debora Albert, Josephat Mwanli, Mary Kweka, Lazaro Hasani, Elizabeth Matthew, Kendria Fraiko Ayub, Seti Benjamin, Ndesiwa Ngisa Lema. Baba, tunaomba watoto wako hawa ambao Mungu ni wadhaifu, tunaomba Bwana ukapate kuimarisha afya zao. Baba, achilia damu ya Yesu kwenye mshipa, kwenye nyama, kwenye mfupa yao. Uwafinyange Bwana, wawe wazima kama walivyokuwa awali. Bwana Yesu, waendelee kukutumikia tena kwa namna nyingine. Bwana, onekana katika maisha yao. Endelea Bwana kuimarisha. Tunawafunika kwa damu ya Yesu. Naomba Mungu uponyaji wako ukawaguse uko walipo. Hata Mungu, tazama, kuna wengine yamkini wako mahali hapa katika ibada. Ni kweli Mungu wamekuja, lakini wana udhaifu katika miili yao. Wamejikaza tu Bwana. Nahitaji Mungu upate kuwagusa. Nao Mungu, naweka kabisa mikono mwako Bwana Yesu katika ibada hii. Baba, uwaguse, ukawaponye wote pia Bwana. Ukaimarisha afya zao Bwana Yesu. Uwape nguvu tena Bwana. Waendelee kutumikia Bwana katika jina la Yesu. Na taabu utujalie, tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama sisi tunasamehe waliotukosea. Usitie majaribuni, lakini utuokoe kutoka uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Ninyi nyote ambao mmepewa neno la ushuhuda katika mioyo yenu, inamisheni vichwa vyenu, mpokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana, tunakushukuru
kwa kupokea na kusikia maombi yetu. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie mwenzako, mwambie hongera kwa ibada. Naomba kutoa taarifa kuwa leo mchungaji kiongozi yuko kule kanisa kuu Ebeneza Shinyanga kwa ajili ya tendo la kuwabariki wachungaji. Tulikuwa naye kwenye ibada jana ya jumuiya, lakini baadaye alituaga kwa ajili ya vikao na mambo mengine. Lakini pia tutoe taarifa kuwa mchungaji mwenza wa usharika wetu alipata changamoto wiki hii alipokuwa anakuja Morning Glory. Pikipiki yake ilipata changamoto kidogo, kapelekea yeye kupata jeraha kidogo mkononi na mguuni, lakini mchungaji pamoja na diakonia walifanya bidii ya kwenda kumkimbilia na kumfikisha hospitalini, na walimpima, hakuvunjika mahali popote. Mungu ni mwaminifu, anaendelea vizuri na matibabu, yuko nyumbani. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kwenda kumtembelea na kumsalimia, Mungu akubariki sana. Lakini pia naomba nikaribishe wageni waliopo. Kama kuna wageni wameshiriki nasi katika ibada hii, ni wakati sasa wasimame tuweze kuwapokea. Mpendwa, unaweza kusema Bwana Yesu asifiwe. Amen.